ni namna gani Mayahudi walivyokwenda kinyume na walivyouharibu msikiti na kupotezea thamani yake na kuficha ukweli juu ya msikiti wa Aqsa ambao leo duniani watu hawaujui ni msikiti gani. Wengi wao wanahisi kwamba lile hekalu lilotengenezwa na Mayahudi wa kizazi hiki ndiyo nyumba takatifu ya Nabii Allah Suleimani, iliyojengwa na Nabii Allah Suleimani, au nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani Masjid al-Aqsa, msikiti wa kuabudiwa. Mayahudi wengi wameliharibu hili, wamewafanya watu wengi katika jamii ya leo wasijue kwamba Masjid al-Aqsa halisi iko wapi. Lakini kabla ya Masjid al-Aqsa ya leo kuwepo, mara mbili kadhaa nyuma Masjid al-Aqsa ilivunjwa, iliharibiwa, na maneno haya yameelezwa hata na Bwana Yesu au Nabii Isa akitoa tahadhari ile miezi yake mitatu ya mwisho katika siku zake za kuishi duniani kabla hajapana kwenda mbinguni. Ukisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 24 aya nambari 15, msikilizaji wangu, naomba utumie fursa hii kusikiliza kwa makini aya hizi ili upate kujifunza maneno ya Bwana Yesu aliyoyasema kwa wana wa Israeli juu ya swala zima la msikiti wa Aqsa na nini kitatokea katika Masjidi al-Aqsa. Mathayo sura 24 mstari wa 15. Bwana Yesu anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, naye aliye juu ya dali asishuke chini kuvichukua vitu vilivyomo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyuma kuchukua nguo zake. Ole wao wenye mimba siku hizo! Ole wao! Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo! Ombeni ili kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwapo na dhiki kubwa ambayo haijakuwapo namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitakuwapo kamwe. Kwa maana siku hizo zisingalifupizwa, asingeliokoka mtu yoyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hiyo. Maana wakati huo mtu atawaambia, tazama, Kristo yupo hapa au yuko kule, basi msisadiki. Kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watawapoteza hata yamkini walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Maneno haya ni katika kauli zilizonukuliwa kutoka kwa Bwana Yesu. Nabii Isa alayhi salam anaeleza maelezo makubwa na mazito katika dunia. Anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli, asomaye na afahamu. Chukizo hili la uharibifu lililonenwa na nabii Danieli, kwa mujibu wa Biblia, limefanywa reference mbili. Reference ya kwanza anakwenda kukumbusha maelezo ya nabii Allah Danieli, ni mmoja kati wa manabii wa kizazi cha Bani Israel aliyeishi miaka 300 kabla ya kuzaliwa Bwana Yesu. Amini, miaka 500 kabla ya kuzaliwa na Bwana Yesu. Kwa sababu nabii Danieli alianza unabii zama za mfalme Berishaza, mmoja kati ya wafalme wa taifa la Babylon wa Iraki, kwa sababu Mayahudi walitawaliwa na Wairaki. Wairaki waliwatawala Mayahudi na waliwatawala mara kadhaa. Waliwatawala kabla ya Isa, yani Yesu, na waliwatawala baada ya Bwana Yesu. Historia hii ni pana, tutaieleza katika mada zijazo, lakini ninachotaka ujifunze kwamba Wababeli waliwatawala Iraki, waliwatawala Mayahudi kuanzia 666 AD. Mayahudi walipotawaliwa na taifa la Babeli, miongoni mwa watu waliokwenda kuwachukua Wayahudi nyumbani kwao
wakati huo ulikuwa ni ufalme wa mfalme Nebukadreza, na ulikuwa ni mwaka wa 666 BC. Na mwaka huu una historia pana sana wa 666 BC, ambao tutajifunza mbele ya mada hii kwa nini mwaka huu umekuwa na historia pana. Sasa wakati wa mfalme Belishaza, nabii Danieli ndio alifanya kazi ya unabii, na alikutana na changamoto nyingi za upinzani wa kazi ya dini, kwa sababu yeye nabii Danieli alianza unabii zama za Nebukadreza na akamaliza unabii zama za mfalme Belishaza. Alikaa miaka mingi akifanya kazi ya utafiti, utawala wa mambo ya kidini. Kwa hivyo tunapozungumzia habari ya historia ya wanyama ya falme hii ya Belishaza, mfalme wa Belishaza, namna ulivyokwenda kufanya mambo maajabu, utajifunza mengi katika historia. Lakini nabii Danieli huyu ambaye amekuwepo zama hizo, ndiye ambaye ametabiriwa, ndiye ambaye ameweza kutabiri ndiyo ambaye ameweza kutabiri matokeo ya baadaye. Ndiyo maana hapa Bwana Yesu anasema, hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli likisimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya Sabato. Kwa maana nawaambia, aliye mjini, aliye shamba asirudi mjini, aliyekwenda kulima asirudi kuchukua vitu vya nyumbani mwake, lakini aliye juu asishuke chini ya dali, maana wakati huo kutakuwa na dhiki kuu ambayo haijawahi kuwapo tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Bwana Yesu anasema hata sasa, yani wakati aliyopo yeye, wala haitakuwepo kamwe mpaka kiyama kitasimama. Bwana Yesu, nabii Isa anaapa juu ya madhara yatakayotokea katika nyumba ya Israeli, katika nyumba ya Wayahudi, namna makubwa watakayofanywa na ukubwa wa jambo hilo utakavyofanyika. Tukio hili lilifanyika mwaka 70 AD. Lakini Bwana Yesu anatuambia lile lililonenwa na nabii Danieli. Nabii Danieli alilitaja jambo hili wapi, katika kitabu gani, aya gani na sura gani? Ukitaka kujua historia ya jambo hili, unarudi katika kitabu cha Danieli sura ya 7 aya 24 na 25. Na hapa naomba nitumie fursa kidogo kuzungumza na wasikilizaji wangu. Kitabu hiki cha Biblia, iwe ya Union Version 1952 au iwe Biblia ya Imprimato maarufu inaitwa hivyo, basi kuna vitu viwili unatakiwa uvifahamu. Jambo la kwanza, katika vitabu hivi kuna vitabu vitatu ambavyo Mungu au manabii wamefundisha kwa njia ya mafumbo makubwa, yani vimefanywa sildi. Na mafundisho yake, kama hujasoma theolojia na hujasoma kwa tafsiri ya kupitia maandiko ya historia, basi vitabu hivi huwezi kuvitafsiri. Kuna vitabu vitatu mpaka vitabu vitano vimeandikwa katika mfumo wa historia na vimekuwa sildi, vinahitaji kuwa revealed. Unaweza kuvireveal kwa kutumia historia ikiwa umesoma vitabu vya historia. Mfano, kitabu cha nabii Yeremia. Yeremia 31:31 inasema, angalieni siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, japokuwa nalikuwa mume kwao, lakini agano langu hilo walilivunja. Nami nitafanya agano langu milele kwao, kwa vizazi vyao baada yao, nami nitatia sheria yangu mioyoni mwao, na katika mioyo yao nitaiandika. Yeremia 31:33. Hiki ni moja kati ya vitabu ambavyo huwezi kuvifasiri kama huna historia. Hata kama utakuwa ni Mkristo lakini umesoma bila kuwa mwanatheolojia uliyepitia mkondo wa historia, vitabu hicho huwezi kukifasiri. Hata kama utakuwa ni Muislamu uliosoma vitabu vya Biblia, lakini kama hukuvipita katika historia, vitabu hivi itakuwa ugumu kuweza kutafsiri. Miongoni mwa aya ngumu katika tafsiri hii, na ugumu unakuja hapa ulipo.
Sikiliza maelezo yanavyokuja. Andiko linasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana. Bwana ni Mungu. Nitakapofanya agano jipya, Mungu atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli, atafanya na nyumba ya Israeli, na nyumba ya Yuda atafanya na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao, japo nalikuwa mume kwao, lakini agano langu hilo walilivunja. Nami nitafanya sheria yangu imara kwao, kwa vizazi vyao baada yao, nami nitaandika mioyoni mwao. Mungu anasema kuna vitu vitatu katika aya hizi, au vitu vinne katika aya hizi tunaweza kuzisoma. La kwanza, Mungu anataka kufanya agano na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Swali, Muisraeli si Myuda, Myuda si Muisraeli? Myuda ni kabila katika makabila ya Israeli. Kwa nini Yeremia anasema, Mungu anasema kupitia kinywa cha nabii Yeremia, atafanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, wakati Yuda ni sehemu ya Israeli? Vipi anafanya na Israeli na nyumba ya Yuda? Kama huna tafsiri ya historia, huwezi kufasiri aya hii. Kwa nini Mungu amezungumza hili? Amezungumza hili kwa sababu historia inaonyesha zama za Nabii Allah Daudi. Alipofariki alitawala mwanawe Nabii Suleimani. Alipofariki, makabila lilotoa nyumba ya familia ya Daudi ndio alitaka unabii na ufalme uendelee mikononi mwao. Jambo hili likapelekea kutengeneza gepu au ugomvi au kutengeneza matengano katika familia ya wana wa Israeli. Makabila 10 yakaenda upande wa kusini, makabila 2 yakaenda kaskazini. Kabila 2 kati ya hawa wakashikilia Torati, makabila 10 wakamuasi Bwana na kufanya machukizo katika dunia. Na haya makabila 10 ndiyo yaliyotawaliwa zaidi na wana wa Israeli, na ndiyo makabila yaliyopelekewa mitume zaidi katika wana wa Israeli, na makabila haya ndiyo yaliyoua wana wa Israeli kwa mikono yao zaidi, akiwemo Nabii Isa akiwemo nabii Hosea, akiwemo nabii Yahya, akiwemo nabii Zakaria. Hawa wameua kwa mikono yao, na walipanga kumuua na nabii Isa katika makabila haya 10. Jambo hili linakwenda kutuni baba zao ni wana wa Israeli, yale makabila 12, wazee 70 walioteuliwa na Nabii Musa mwaka 1517 BC. Nabii Allah Musa akiwa na wana wa Israeli wanatoka katika nchi ya ahadi ya Misri, wanatoka katika nchi ya Misri wanakwenda katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Walipokuwa njiani, walipofika katika mlima Sinai, baada ya Mungu kuwanusuru mikononi mwa Farao, Mungu akamtaka Musa aende akapate amri za Mungu zitakazoendesha wana wa Israeli katika masafari yao yote watakayotoka Misri kwenda katika nchi ya Kanaani. Tendo hili likapelekea wana wa Israeli walipokuwa wakisubiri chini, Musa akapanda juu. Alipofika mlimani, Nabii Allah Musa alayhi salamu akakaa siku 30. Wakati anashuka, akakutana na Waisraeli wanaabudu ndama aliyetengenezwa na mtu anaitwa Musa Samili, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya Mayahudi walioamua kuacha Mungu na kuingia katika dini isiyokuwa ya Mungu. Akaanzisha dini ya kuabudu ng'ombe hapa. Jambo hili likapelekea Musa kuchukia na kutaka kupigana na ndugu yake Harun, akimuonya kwa nini amewaacha Waisraeli waweze kuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu, hali Mungu kawatendea mema machoni pao na kuwaokoa kutoka katika nchi ya Misri na anawarudisha katika nchi ya Kanaani. Musa akataka kumpiga ndugu yake Nabii Allah Harun, lakini mwisho akayasuluhisha na Mungu akalitenga lile kundi la wale waliokuwa wakiabudu shaba, na hawa ndio wakaitwa Wasamaria. Hapa kidogo nataka nipeleke shule ndugu yangu ambaye unasoma vitabu vitakatifu ujue historia. Msamaria yoyote ni Myahudi. Msamaria yoyote ni katika kundi la Mayahudi, na Msamaria haina maana ni mtu wa kabila fulani. No,
ni kile kikundi kidogo kilichoacha amri, sheria na hukumu za Mungu zilizoshushwa kwa Musa, wakaamua kufuata utaratibu wa Musa Samili wa kuabudu ndama, na kundi hili ndio baadaye likaandisha dini ya Judaism, ambayo ndio dini ya Mayahudi wa leo ambao wako duniani leo. Kundi hili wakaitwa Wasamaria. Kwa nini wameitwa Wasamaria? Walikuwa watu wa Samili, yani watu wa Musa Samili, walikuwa watu wa Musa Samili. Kutokana na kuwa wao ni watu wa Musa Samili, watu wakawaita Wasamili. Sasa hivi wanaitwa Wasamaria. Kwa Msamaria ni Myahudi. Msamaria sio mtu wa nje ya Uyahudi. Ndio maana Bwana Yesu alipokuwa akipita kule kando kando za Tiro na Sidoni, mwanamke mmoja Mkanaani wa mipaka ile. Mipaka gani hiyo? Ukisoma katika maandiko matakatifu, wana wa Israeli walikaa kwa mataifa. Kundi hili la Wasamaria lilikuwa karibu katika nchi ya Kanaani, yani nje ya mipaka ya karibu kuelekea upande wa Kanaani. Hapa ndipo walipokaa Wasamaria wa mipaka ile, mipaka ya map ama ramani inayowaunganisha Wasamaria, watu wa Musa Samili. Lakini Msamaria mwingine yule aliyekutana na Bwana Yesu kisimani, wakati Bwana Yesu anapita, alipomuona yule mama akamuomba maji. Yule mama akamwambia, wawezaje kuniomba mimi maji hali nawe ni Myahudi? Yesu akamwambia, mama, unisadiki, saa yaja nayo sasa ipo. Amini. Akamwambia, mama, unisadiki, mimi ninayo maji ya uzima, ambayo nikikupa maji yangu hayo hutaona kiu milele. Yule mama akamwambia Bwana Yesu, baba zetu alisema tupasa kuabudu katika mlima huu, nanyi mwatuambia huko Yerusalemu ndipo mahali patupasapo kuabudiwa. Yesu akamwambia, amini mama, unisadiki, saa ipo naye sasa yaja, wamuabudio harisi Mungu hawatamuabudu Baba katika mlima huu wala huko Yerusalemu, bali watamuabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu anatabiri kizazi cha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na nabii atakayekuja baada yake na wafuasi watakaokuja kuabudu baada yake. Ndio maana katika Mathayo sura ya 17 kuanzia aya ya 7 mpaka ya 11 Bwana Yesu akasema maneno haya, kipande kidogo cha aya: mimi nawaombea hao, si uombei ulimwengu, bali hao ulionipa walikuwa wangu, walikuwa wako, ukanipa mimi, na neno lako wamelishika, nao wamesadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Si hao tu ninawaombea, na wale watakao, future tense, na wale watakao ni amini kwa neno lao. Waislamu wanamuamini Yesu kwa neno lao, yani kitabu cha Qur'ani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani katika sura ya 19 aya ya nambari 16, na mtaje Mariamu kitabuni umu, yeye alikuwa mwanamke mcha Mungu msafi. Qur'ani inamtaja Mariamu, Qur'ani inataja wazazi wa Mariamu, Qur'ani inamtaja Yesu, Qur'ani inataja maisha ya Yesu na nafasi ya Yesu na unabii alionao. Yesu anasema, si hao tu ninawaombea, bali na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Neno gani wanalomuaminia Bwana Yesu Waislamu? Ni hili la Qur'ani. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio dictionary ya kuitengeneza kitabu hiki. Mapungufu yaliyo kwenye kitabu hiki yananyooshwa na kitabu hiki, kwa sababu Mungu kaleta kitabu hiki kwa lengo ya kufichua yaliyoharibiwa katika kitabu hiki. Tumesema mengi. Yeremia 8:8, umeona andiko linasema, mwasemaje nasi tuna akili, na kalamu ya Bwana tunayo pamoja nasi, lakini tazama kalamu yenye uongo ya waandishi imeifanya kuwa uongo. Kwa kitabu hiki kinakwenda kutueleza maajabu makubwa yanayopatikana juu ya taifa hili la Waisraeli. Bwana Yesu anasema hapo nabii Danieli anasema hapo mtakapoliona Bwana Yesu anasema hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Chukizo hili ni lipi? Lilitokeaje? Ndio tunaendelea sasa katika maandiko matakatifu.